Yes, maswali mengi duniani yamekuwa ni kwamba Netanyahu amefariki, Netanyahu ni mzima, au Netanyahu wa mchongo, Netanyahu mwenye vidole 6 vidole 12, au Netanyahu ambaye amekuwa akinywa kahawa ambayo imekuwa haipungui. Sasa ipo hivi, kuna matukio ambayo kimsingi ukiyatazama yamekuwa yakionyesha au yakithibitisha hali ambayo sio ya kawaida katika uwepo au katika utimamu au katika uhai au kifo cha Netanyahu. Cha kwanza, kwa watu ambao wanakumbuka kuna vita ya siku 12 na vita vyote tangu Netanyahu ameingia mamlakani mwaka 1993 na chama chao cha Likud, Netanyahu amekuwa ni mtu ambaye akianzisha vita amekuwa akitoka front kuzungumza, na kwenye mtandao wake kwa mfano wa Twitter amekuwa akifanya, kwa mfano akitoa post kwa siku, inatajwa kama Netanyahu anaweza kutoa posti 6 mpaka 7. Kuna vita siku 12 baada ya mauaji ya Oktoba 7 ambayo kimsingi ilifanywa na Hamas, operation ambayo Israeli ilitekeleza zaidi ya miaka miwili. Netanyahu amekuwa akitoa brief kwa dunia, lakini Netanyahu amekuwa akiongea na waandishi wa habari. Kwa kitendo cha Netanyahu kuto kuongea zaidi ya siku 8 imetengeneza hiyo walakin miongoni mwa wafuatiliaji wa siasa za kijiografia na siasa za Israeli, lakini zaidi sana mzozo ambao unaendelea kati ya Israeli dhidi ya Iran. Lakini hoja ya pili ni kwamba kuna war cabinet. Unafahamu kwamba war cabinet ambayo inaitwa baraza la vita, mwenyekiti kutokana na taratibu za Israel ni waziri mkuu ambaye amekuwa ameunda serikali. Sasa juzi kwa mfano tumeshangaa Netanyahu hakuwa sehemu ya kutoa brief katika baraza la vita ambayo kimsingi limekuwa likitoa brief mbalimbali, na tukashuhudia waziri wake mkuu akachukua nafasi ya kuhakikisha kwamba anaenda kutoa brief katika baraza la vita. Hii nao kitazama imepelekea walaki, je, Netanyahu yuko wapi? Anafanya nini? Anaendeleaje? Lakini hoja tatu ni uwepo wa video yake ambayo of course ilitengenezwa, inatajwa kama ilitengenezwa na Mossad, kwamba kuonyesha kwamba Netanyahu wa AI, maneno ambayo anazungumza, jinsi alivyo, vidole 6 ikatengenezwa walaki ni kwamba Netanyahu atakuwa amefariki au Netanyahu atakuwa ni mzima. Lakini zaidi sana ni tukio la jana ambalo Netanyahu ameonekana akiwa anakunywa kahawa na akiwaambia, kuna ile video ukisikiliza, anasema kwamba nipo tayari kufa kwa ajili ya kutetea nchi yangu. Kama kufa ni muhimu, basi nipo tayari kufa kwa ajili ya kutetea nchi yangu. Lakini anasema kwamba anawaambia, kuna ile video kwamba watu wakae karibu na mahandaki ambayo kimsingi imeandaliwa na serikali kwa ajili ya usalama wao. Sasa vile vile ukitazama imekuwa ikitengeneza hiyo mitazamo ambiguity, utata miongoni mwa watu. Kuna peji mbalimbali za, kwa mfano za mataifa ya Kiarabu na nchi za Asia waliripoti kabisa kwamba Netanyahu labda ameweza kulengwa katika lile shambulio ambalo kimsingi tokea ambalo lilimlenga kaka yake Aidon Netanyahu. Kwa sasa matukio hayo ukitazama yote yamekuwa yakitengeneza utata. Je, ni mzima? Anaendeleaje? Anafanya nini? Kwa bado kwa kweli ameibua maswali mengi sana kwenye siasa